Tunasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu twasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikumbuke wewe Bwana. Asante Yesu sababu ya wema wako, na asante kwa ukuu wako. Tunapoendelea na ibada hili, karibu Yesu ukatuongoza kwa wema wako na ukatukumbuka, kwa sababu uko hai. Zaidi ya mambo yote, neema yako inayepita neema zote ikawa juu yetu, na kibali chako. Ukiwa mwamba tu salama, ukiwa mwamba kwa taifa letu ya Kenya tu salama, ukiwa mwamba katika maisha yetu tu salama, na ukiwa mwamba kwa boma zetu, kwa watoto, kwa familia, kwa ndoa, tu salama Yesu. Ukiwa mwamba kanisani, tu salama Yesu, tu salama Bwana Yesu, tu salama ukiwa mwamba. Tukualika katika boma zetu ukawa mwamba, tukualika katika makanisani ukawa mwamba, tukualika katika taifa letu la Kenya ukawa mwamba, ili tukawa salama kwa utukufu wako. Tunapoenda na ibada hili, tunakuhitaji ukawa pamoja nasi kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina kuu la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Naomba niwashike ugeni wa neno la mchana wa leo. Waambie Bwana Yesu anawapenda, na vile vile Bwana Yesu anatupenda sisi sote. Bwana Yesu asifiwe na apewe sifa. Naomba niwakaribishe kwa neno la siku ya leo, kitabu cha Isaia 62 verse number 6, ambao ndio naomba tusemesane siku ya leo. Na nikwambie Bwana Yesu anakupenda sana, na Bwana Yesu ako na mpango mzuri juu ya maisha yako na familia yako. Na Bwana anakuwaza mawazo mazuri, na hicho unaona ni kingumu kwako, kwa Yesu ni rahisi. Hicho unaona kiwezekani kwako, kwa Yesu inawezekana. Naomba nisomee neno la Mungu, naamini kama itakuwa baraka. Kama nisome tu kwa hamu tafadhali. Isaia 62 mstari wa 6 inasema hivi: nimeweka walinzi juu ya kuta zako. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako. Yerusalemu. Yerusalemu. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Mchana wala usiku. Nyinyi wenye kumuita Bwana. Nyinyi wenye kumwita Mungu. Msitulie. Asante. Kuna mahali ninaomba tuweze kusemesana, ambao maandiko inaongelea wale watu huwa wanamuita Mungu. Maandiko inasema vizuri, ameweka ulinzi na akaweka wasemaji katika mtumishi wa Mungu ambao ni nabii Isaya. Na wakati maandiko yanasema hivyo,
maandiko hii inamaanisha kwamba Bwana ameweka wateteaji. Bwana ameweka watu wa kukupigania vita. Bwana ameweka watu ambao ni wa kukutetea. Bwana amekuwekea maloya. Bwana amekuwekea watu ambapo ni wa kuweka, yani Bwana amekuwekea ulinzi wake mwenyewe. Bwana amekuwekea watu wale ambapo watakaye kulinda, na watu watakaye kulinda. Bwana Yesu akisema hivyo ni kumaanisha ya kwamba amekuwekea malaika wa kulinda. Amekuwekea malaika wa kulinda uzao wa tumbo lako. Ameweka malaika wa kulinda watoto wako, jamii yako, familia yako. Lakini anasema nyinyi wenye kumwicha Mungu, msiwache kumwicha Mungu, endeleeni kumwita yeye, endeleeni kutafuta uso wa Bwana. Wakati Mungu anapoongea jambo, ni baada ya kuona kwamba unapowekewa hizi kuta, unazidi uko sapoti kuzidi kumtafuta Mungu na kumulilia Bwana na kutafuta uso wake, na wala Mungu na wala neema ya Mungu ya kumuomba na kumuita ikutoshe, usikate tamaa. Saa hii hiyo baba inakusumbua, ita Bwana. Saa hii hao watoto unaona kwamba wanakusumbua, ita Mungu. Saa hiyo mke anakusumbua, ita Mungu. Saa hiyo mume anakusumbua, ita Mungu. Saa hiyo umekataliwa na familia yenu, ita Mungu. Saa hiyo unasikia kwamba umefika mwisho wa maisha, ita Mungu. Saa hiyo unaona kwamba business nimesumbuka, business imeisha, tuko na mashida mingi. Tupige magoti, tuambie Bwana Yesu, tuambie Mungu aliyo hai haweze kutusaidia katika business ile tuko nazo. Wewe ambapo una business, ambia Bwana akupe. Wewe ambapo una kazi, kwa zamani unasema kama wewe unayemwita Mungu, usikome kumwita. Usikawie kumwita. Usikose. Pasa sauti yako. Pasa sauti yako. Pasa sauti yako. Ukimwambia Bwana, ninakutegemea wewe, kile kitakaya kutoa hapo huko. Nataka nikwambie my sister, my brother, ni maombi. Kile kitakaye kusaidia ni magoti. Hakuna kitu kingine, ni magoti. Kukopa utakopa. Kukopa utakopa. Lakini ile shida tuko nayo, tunahitaji kupiga magoti. Ile shida tuko nayo, tutatolewa hapo kwa sababu ya kuita Mungu na kupasa sauti kwa njia. Kama wewe unaombaga ukiwa unatembea, enda uombe tu Mungu. Kama unaombaga ukiwa umepiga magoti, enda upiga magoti. Kama unaombaga ukiwa umelala chini, enda ulale chini. Lakini kile kitakayetuma, kile kinakusumbua kikaweza kuisha, kaweza kuondoka. Kama unataka kusoma, kama unataka kazi nzuri, kama unataka maisha mazuri, njoo kwa Yesu akupe roho wa maombi. Tafuta uso wa Bwana. Tafuta huyu Yesu. Tafuta huyu Yesu. Fuatilia kumtafuta. Fuatilia kumuomba. Ya maisha yako itabadilika. Kama ni watu ambao kama ni maisha yako inakusumbua, kile kitu yote unasikia kwamba kinatuma hata ukose amani, omba Bwana. Hakuna kitu cha dhamana. Unajua maombi ni kazi. Sisi ambao tumekaa kwa maombi, kati mingi ni kutafuta uso wa Bwana. Maombi ni kazi. Hata ukisikia mtu anasema anakukumbuka, shukuru Bwana. Cha mtu anasema anakuombea, shukuru Bwana. Maombi ni kazi. Maombi ni kazi. Na ni vizuri kujua hiyo, maombi ni kazi. Kama kuna mambo inakusumbua, jiulize mara ya mwisho kufunga, uombe hiyo mambo iko lini. Mara mwisho tu kusema nimejitenga, nimeamua niende fasting, nitafute uso wa Bwana kwa ajili ya hii boma yangu. Nimeamua tafute uso wa Bwana kwa ajili hawa watoto wangu. Nimeamua tafute uso wa Bwana kwa ajili ya hii familia. Nimeamua tafute uso wa Bwana sababu ya familia yetu, ama nimeamua kuomba. Unachukua nafasi ya kuomba. Kisipowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu inawezekana kupitia njia ya maombi. Kisiowezekana kwa familia yenu, kinawezekana kwa Mungu kwa kupitia barabara ama njia ambao ni ya maombi. Kani vizuri kama vile mtumishi wa Mungu Isaya amesema, tusichoke kuita, hawatanyamaza. Tusinyamaze kuomba, tusinyamaze katika njia za maombi, tusinyamaze katika kuombea boma zetu, tusinyamaze katika kuombea taifa letu la Kenya amani, tusinyamaze katika kuombea mambo zetu zote. Tuombeane,
tuombeane sisi zote, tuambie tu Bwana haweze kutusaidia, na tuinue kiwango cha imani pamoja cha kuweza kuomba na kuambia Mungu tunamhitaji, anahitajika kwangu, anahitajika kwako, anahitajika kwa watoto wangu, anahitajika kwa mke wangu, anahitajika kwa familia, anahitajika. Na hiyo mambo yote tunapoomba Bwana, na yeye anasema maombi haina dustbin, haina mahali pa kutupa. Bwana ni mwepesi, ako na masikio atasikia, ako na macho anaona, na atatimiza hayo mambo yote. Kianza kusema nini? Ni vizuri tuombe Bwana atupe roho ambapo ni wa maombi. Roho Bwana atupe roho, atujase na roho ambapo ni wa kumuomba yeye, atujase na roho ambapo ni wa kutafuta uso wake, atujase na neema, sababu huwezi weza kuomba bila kuwa na neema hiyo. Tuombe Bwana atupe neema ambapo ni ya maombi, atupe neema ambapo ni ya kutafuta uso wa Bwana, atupe neema ambapo ni ya kuweza kuomba, atupe neema ambapo ni ya kuweza kuomba masaa mingi. Kama unaomba dakika 20 upewe neema ya kuomba dakika 30. Kama unaomba dakika 30 upewe neema ya kuomba 1 hour. Kama unaomba 1 hour upewe neema ya kuomba masaa 2 ama masaa 3. Unaweza piga magoti ukainua huyu Bwana, ukaweza kumuomba, ukaweza kumwabudu, ukaweza kumuomba, sababu maandiko imesema hatutachoka, tusinyamaze, tupase sauti, tumwite huyu Mungu naye atasikia. Tunapomuita hatajibu na atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu cha dhamana kama kupa Bwana utukufu. Hakuna kitu cha dhamana kama maombi. Inabadilisha. Maombi inabadilisha. Maombi inatengeneza barabara mahali hakuna barabara. Maombi inabadilisha mwanadamu. Maombi inatengeneza kisasi ya mtu ambao alikuwa hawezi pata watoto, anapata kisasi. Mtu ambao alikuwa amesaulika, maombi inatengeneza mambo. Maombi inabadilisha kila kitu. Maombi ndio itengeneza bahari ya Shamu, pakapatikana barabara. Wana wa Israeli wakapita mahali pakavu kupitia maombi. Pande ikawa ukuta, pande ikawa ukuta. Mahali walipita pakawa mahali pakavu. Maombi itakusaidia my sister. Maombi ndio itaweza kusupport. Maombi ndio sponsor ya ndoto yako. Maombi ndio sponsor ya ndoto ulio nayo. Hiyo ndoto ijenge katika msingi wa maombi. Hiyo ndoto ijenge, hiyo maono uko nayo ijenge katika msingi wa maombi. Sasa katika msingi wa kuita Bwana. Najua maombi ni kazi. Si kusema sijui kwa sababu huwa ninapitia hapa. Na wewe ndio barabara yetu. Sisi wachungaji barabara yetu ni maombi. Lakini ni kazi. Lakini utaiweza Bwana akikupa nguvu. Utaiweza Bwana akikupa neema. Sababu haiwezi bila neema. Baba ni asante sababu ya wakati huu. Bwana naamini kwamba utatupa neema ya maombi kwa utukufu wako. Umesema tusinyamaze. Umesema tusinyamaze. Tunahitaji kumwagia neema ya maombi. Wanayetusikiza na sisi tuko ndani ya kanisa na wanayetutazama, wape neema ya maombi. Tupe neema ya maombi. Tupe neema ya kutafuta uso wako. Tupe neema ya kutafuta uso wako ili vision tuko nayo ikaweza kuafikiana kwa ajili ya maombi. Hii maombi itaweza kututoa ng'ambo hii mpaka ng'ambo ile nyingine. Itaweza kutoa gururi hii mpaka gururi ile nyingine. Jehova, tupe roho wa maombi. Mighty Father, tupe roho wa kuomba. Jehova, tumwagie roho ambapo ni wa kuomba. Ulimwagia mitume roho ambapo ni wa kutafuta uso wako. Ukawamwagia neema ambapo ni ya maombi. Na kuomba wewe Kristo Yesu mwana wa Mungu uliye hai unayetawala, utumwagie roho ambapo ni wa maombi kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya jinsi ulivyo mwaminifu. Wanayetazama wote
Roho wa maombi akawa juu yao. Mahali ya kuwezekani, kutawezekana kwa njia za maombi, kutawezekana tukikuita wewe, kutawezekana tukikuomba. Yesu mwana wa Daudi, wakuomba ukatulehemu, ukatumwagia roho wa maombi akwaje utukufu wako. Asante mighty Father, sababu umetosha. Kwa jina kule Yesu tuomba na kuamini. Mungu amani awabariki na watende mema. Mungu anapowasaidia kwa neema, bodi ya maombi. Asante.